Kwenye session hii tunakwenda kuangalia dhana ile ya cascading, lakini sasa hivi tunaenda kuangalia kwenye level ya institution, agency au mamlaka yoyote ile. Ambapo kwenye level hii tukizungumzia dhana hii ya cascading, tunazungumzia strategic planning and RBM at public entity level, ambapo napo kuna level 4 kama ilivyo kwenye ngazi ya kitaifa. Ambapo level ya kwanza hapa tunazungumzia level inayowahusu wajumbe wa bodi pamoja na CEO wa taasisi. Hawa wanafanya nini katika level hii? Kikubwa katika level hii wao wana focus yao ni kwenye vision na mission, lakini kwenye vision na mission wana focus kwenye kudemonstrate, kuonyesha unique contribution ya taasisi kwenye kuchangia mipango ya taifa ya maendeleo, dira, 5-year development plan, yote hizo. Kwa hiyo wanaonyesha namna gani taasisi zinakwenda kuchangia. Kwa sababu wanaonyesha taasisi zinakwenda kuchangia, kwa wao wana focus kwenye impact level. Vision and mission ipo kwenye level ya impact kwenye ngazi ya taasisi. Impact ya taasisi kwenye jamii inaenda kucontribute nini kwenye mambo makubwa ya kitaifa kama dira na mpango wa taifa wa miaka 5. Halafu baada ya hapo level inayofuatia ni directors. Directors pamoja na wakuu wa vitengo, wale watu ambao wanaripoti moja kwa moja kwa mtendaji mkuu wa taasisi. Kwa hiyo wao focus yao inakuwa ni kwenye outcomes, tunaita strategic objectives. Focus yao kwenye strategic objectives, nao vile vile ni kudemonstrate contribution yao kwenye kuattain vision na mission ya taasisi. Hicho wale wakuu wa idara au wakuu wa directorates pamoja na head of units, the independents, mambo ya sheria, mambo ya ICT squeeze, masuala ya audit, finance, wengine wanaweka kwenye chini ya DG. Vyote wale wanatakiwa waangalie zile strategic objectives na waone kama zina contribution kwenye mchango wa taasisi, mchango wa dira na kwenye mchango kwenye dira na dhima ya taasisi. Wakitoka hapo tunashuka, bado tuna cascade. Ni dhana ile ya cascading. Inakuwa cascaded kwenye level ya head of sections. Baada ya wakurugenzi na head of units kukubaliana kwenye strategic objectives ambazo zinaonyesha mchango wa hizo directorate au units kwenye vision na mission ya taasisi, wanakuja wakuu wa sections. Wao wana focus kwenye strategies, approaches ambazo zitatumika kwenye ku-operationalize the strategic objectives. Kwa hiyo tunasema hizi ni focus on strategies, lakini wakionyesha kwenye hizo strategies deliberate approaches watakazozitumia. Ni approaches zipi watakazozitumia kudesign, watakazozitumia ili kuleta contribution, ili kuchangia katika kuachieve strategic objective ambazo tayari wakurugenzi wamezistate, management kwa maneno mengine wameshazistate. Lazima wazionyeshe. Kwa hapa tunasema wao in fact wana focus kwenye outputs. Strategies zipo kwenye level ya output kwenye strategic plan. Kwa hiyo hao ni head of sections. Sasa hawa wote wa level hizi 3, level ya kwanza, ya pili mpaka ya 3, hii strategia ipo kwenye strategic plan, kwenye SP. Ukiangalia vizuri SP ya taasisi yako utakuta hainaga activities, ila inaanzia na strategies. Itakwenda itasema strategic objectives, itasema vision and mission. Hizo tunazita ndio strategic issues. Kwa hiyo ndio maana ukisoma ile chapter 3 ina hayo mambo. Chapter 3 ina hayo mambo. Inakuwa ina vision, ina mission, ina strategic objective, ina strategies. Alafu then unakuja kuweka target. Hapa kwenye strategies ndio unakutana na targets. Ndio maana targets zinakuwa specific, at least kila section inakuwa na target yake kwa utaratibu wa cascading. Kwa hiyo ndio tunaziita intended results. Kwa matokeo kimkakati yanaanzia kwenye output, yanakwenda kwenye strategic objective na kwenye lengo ya vision. Hapo yale yanayopatikana kwenye level ya output tunaita immediate. Yanayopatikana kwenye level ya outcome yanaitwa intermediate, medium term. Kwa utazikuta na maana tazi KPIs. Kuna zile zinazozipima kwa quarterly, lakini kuna zingine tunazipima kwa long term. Ile dhana ndio iko hapa. Then baada ya hapo tunaenda kwenye level ya staff. Staff wao sasa wanafanya
wana focus kwenye activities na processes ambazo zinaonyesha namna gani zile deliverables zinaenda kupatikana, output zinaenda kupatikanaje. Kwa kuna activities ambazo in fact ziko nje, ni part ya SP, lakini kiutekelezaji zinakuwa nje ya, hauzioni ndani ya SP, unakuja kuziona kwenye work plans and budget, ambapo staff ndio focus yao kubwa kule, wanaonyesha namna gani nao wanafanya activities. Lakini hizo activities sio kufanya tu kwa dhana ya cascading, na zina contribute vipi kwenye kuachieve hizo output ambazo head of sections walisha state clear kwenye strategic objectives, kwenye level ya targets and strategies and targets. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata unapoandaa bajeti zako kwenye public sector lazima ualign na strategic objective gani, na useme service output ni nini. Dhana yake ndio cascading, lazima uonyeshe contribution yako unachangia kwenye strategic objective vipi, na unaenda kufanya output zipi ambazo unazichangia. Ndio dhana nzima ya kufanya budgeting kwa kutumia approach ya strategic planning. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo dhana ya cascading inafanyika kwenye kazi ya taasisi. Wakuu wa vitengo, wakuu wa sehemu na wakuu wa vitengo na wakurugenzi pamoja na CEO pamoja na board members wana constitute strategic plan, strategic issues ambazo ni output, outcome pamoja na impact. Staff wao wanatekeleza yale ambao yameshakubalika kwenye strategic objective kupitia mpango kazi na budget. Thank you. Tuonane kwenye session inayofuata.